والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. بسند المتصل إلى الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبعلومه في الدارين، آمين. Tuendelea na suratu Maryam katika aya ya 93. A'udhu billahi minash shaitani rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Sadaqallahu al-azim. In kullu man fi samawati, hakuna yoyote alikuwa mbinguni na ardhini, illa isipokuwa ati rahmani, atamjia ar-rahmani, abda, hali ya kuwa ni mja dhalili, mnyenyekevu kabisa siku ya Kiyama. In kullu, hakuna yote, man fi samawati, manake in kullu ay ma kullu, hapakuwa kwa kila man, yule ambaye fi samawati, walikuwa mbinguni, wal ardi, na walikuwa ardhini, illa isipokuwa ati rahmani, atakuwa ni mwenye kumjia Mwenyezi Mungu Ar-Rahmani, mwenye kurehemu wema na wafu duniani, au mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, atamjia huyo abda, hada kuwa ni mja, ay dhalilan, dhalili kabisa, khadi'an, wenye unyenyekevu, yaum al-qiyama, siku ya Kiyama. Minhum, katika hao watakuwa mja Mwenyezi Mungu kila mmoja katika hali kama hiyo, Uzairun wa Isa, Uzairi na Isa, ambao wao wanaofanya kwamba ni watoto wa Mungu. Basi Mwenyezi Mungu wote waja wake watakuja siku ya Kiyama hali kwa kila mmoja ni dhalili kabisa, na filani wao wamefanya ni watoto wa Mungu. Kwa Yahudi wamefanya Uzairi ni mtoto wa Mungu, na Manaswara wamefanya Nabii Isa ni mtoto wa Mungu. Sio watoto wa Mungu, kama kusema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, waqalat al-yahudu Uzairu ibn Allah, waqalat an-nasara al-masih ibn Allah. Wayahudi wamesema huyu Uzairu ni mtoto wa Mungu, na Manaswara pia wamesema kwamba Isa ni mtoto wa Mungu. Hawa si watoto wa Mungu bwana, hawa ni viumbe kama viumbe vingine walivyoumbwa Mwenyezi Mungu katika Bani Adam, na wana viumbe vyake. Kwa hivyo kuhakikishia hawa wanawafanya kwamba hawa kuwachukua kuwafanya kwamba ni watoto wa Mungu, katika jumla watakaoendea Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama hali kwa ni madhalili, na hawa wao kiasi hata kama wao wamefanya ni miungu, viumbe vyote watafufuliwa siku ya Kiyama, kila mmoja atakuwa dhalili, khadhi'an, mwenye kujivunja vunja, nyonge kabisa. Tukapiga mfano yaum al-qiyama, siku ya Kiyama. Minhum, katika hao watu wao, Uzairun na Isa, huyu Uzair na Nabii Isa alayhi assalam. Tayib, laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, wallahi hakika amewadhibiti Mwenyezi Mungu, wa 'addahum, na amewahesabu, adda, kuwa hisabu. Hakuna atakayepungua siku ya Kiyama.
hisabu isikamilike namna ilivyopatikana duniani, na akhera hisabu hiyo itapatikana. Kama binadamu walikuwa trilioni 100, wakifufuliwa itakuwa hesabu ndio hiyo trilioni 100. Mfano, haiwezekani apungue mmoja au wawili au akazidi. Kile kilichopatikana hapa duniani ndicho kitakapofufuliwa kikapatikana akhera. Walaqad laqad ahsahum, hakika wallahi amewadhibiti Mwenyezi Mungu, wa addahum, na amewahesabu, adda kuwahesabu. Fala yakhfa alayhi mablaghu jami'ihim wala wahidun minhum, hakifichikani kwake Mwenyezi Mungu mablaghu jami'ihim, mkomo wa wingi wao, mkusanyiko wao wote ule. Ati Mwenyezi Mungu na wengine wamefichikana mle, kusanya viumbe vyote, ikawa kuna baadhi ya viumbe wamefichikana, Mwenyezi Mungu asiwajue. Hakuna kitu hicho. Tupo? Naam, ndio Mwenyezi Mungu asema laqad ahsahum wa addahum adda, amewadhibiti na amehesabu, ndio katika hesabu kuna atakayepungua. Naam, fala yakhfa alayhi mablaghu jami'ihim, haitofichikana kwake Mwenyezi Mungu mkusanyiko, maana mkomo wa wingi wao ule, wala wahidun minhum, wala mmoja tu katika wao pia, hakuna kitakachofichikana. Tayeb, laqad ahsahum, manake ay ahata bihim ilmuhu, imewazunguka ilmu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amewadhibiti watu kwa ilmu, hajajingikiwa na kitu, kila kitu anakijua. Basi na wao pia wamedhibitiwa kwa ilmu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qawluhu wa addahum adda, ay adda ashkhasahum wa anfasahum wa af'alahum, amehifadhi, amehesabu ashkhas zao ule, kila mmoja, wa anfasahum, na nafsi zao, au kwamba ni pumzi zao, wa af'alahum, na vitendo vyao vyote mkadhibiti. Fala yakhfa alayhi shay'un, hakifichikani kwake Mwenyezi Mungu chochote. Tayeb, qawluhu mablaghu jami'ihim raji'un liqawli wa addahum, imerejea kwenye neno kwamba wa addahum, wala wahidun minhum, na wala mmoja katika wao. Raji'un liqawli, imerejea katika neno lake ahsahum, amewadhibiti. Wakaannahu, kama kwamba qala, amesema ahata bihim ilman jam'an wa furadan, Mwenyezi Mungu amewazungukia hao jamaa viumbe, ilman kwa elimu, jam'an iko kwa mkusanyiko wote wakiwa pamoja, wa furada na mmoja mmoja, kila mmoja Mwenyezi Mungu kamzungukia kiilmu, anamtambua vizuri sana. Sawa binadamu wao wamekusanyika kwa pamoja au iko mmoja mmoja. Tayeb, naam, innal ladhina amanu wa amilu salihati, hakika wale ambao wameamini, naam, wa kulluhum, na wote hao, atihi, yani kila mmoja katika hao ni mwenye kumjia Mwenyezi Mungu au mwenye kumwendea Mwenyezi Mungu yaumal qiyama, siku ya Kiyama, farda, peke yake. Wa kulluhum, na wote hao au kila mmoja katika hao, atihi, ni mwenye kumwendea Mwenyezi Mungu au ni mwenye kumjia Mwenyezi Mungu yaumal qiyama, siku ya Kiyama, farda, peke yake. Kila mmoja ataenda kutana na Mwenyezi Mungu iko peke yake, atajiona iko peke yake, ana kesi yake, nataka kuhukumiwa. Farda, peke yake. Bila malin, bila mali, kama alikuwa na mali yake hapa anajigamba, akienda huko hana kitu, peke yake. Sione labda atakuwa na mali zake hapa atajigomboa huko. Wala nasiri, wala mwenye kumnusuru, akaona hapa labda alikuwa na wakubwa anajuana nao, mfano akienda kule wale wakubwa watamtetea au kama hawa makafiri hawa wale misanamu na abudu, wakaona kwamba ndio watakuwa watetezi wao. Chokesha binadamu bwana, Mwenyezi Mungu tunusuru na kutofu.
wakaona ile masanamu ati atawatetea. Baada kwa wewe ulishughulikia ile sanamu halina maana, liseme lisikii, likutetea wewe yake. Binadamu kapotea kuliko hiyo. Mwenyezi Mungu atuongoze. Hatari kuliko binadamu kupotea kwa njia kama hii. Basi watakwenda tena, wala nasiri wala msaidizi mwenye kumwokoa kumnusuru, yamnao amzuie anusurike kwa Mwenyezi Mungu na adhabu zake, wakati yeye kamkufuru kwa Mwenyezi Mungu duniani, alafu kwaenda atia na mali yake au na mtu atamnusuru. Hakuna. Kila mmoja atakwenda peke yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama atakapoingia mtu kaburini peke yake, ile ni sura moja ya kuonyesha kwamba mtu asalimu amri, akubali kwamba kaburini anaweza kuingia peke yake. Akubali basi na uko mbele pia, akifufuliwa atajiona yuko peke yake, yeye na amali yake basi. Naam. Tayeb, farda atakuwa maana aya munfaridan, peke yake. Innal ladhina amanu, hakika basi ambao wameamini. Innal ladhina amanu, hakika ambao wameamini. Wa amilu salihati, wakafanya mambo yaliyo mema. Wakafanya mambo yaliyo mema, yani wakafanya mambo yenye kusulihi, mambo mazuri ambayo jambo lenye kusulihi. Kwa mfano, utakujenga msikiti, utakujenga madrasa, utakujenga kuchimba kisima, ninge pala pamesilihi kufanya jambo hilo. Wala kuna msikiti tele, alafu na ujenga msikiti wako, hajasilihi hiyo. Ndio maana unja kufanya muamala swalati, unja kufanya mali mambo yenye kusulihi. Wengine wanafasiri hivyo, unajenga msikiti pala, wanahitaji sasa watu hawana msikiti au msikiti walikuwa nao mdogo, ambao basi nakujengeni mkubwa bafuni hapo. Huo mdogo hakutosheni, huo mkubwa mtoko mnasali mpaka ni Ijumaa. Alafu pia mtajisaidia kupungua kasi, ingia ndani msikiti wa pili hapo. Sio kutaka kuharibu ile jamaa tu, hautoshi msikiti mdogo sana. Au madrasa, hakuna madrasa, mtakajenga madrasa hapo, madrasa inahitajika hapo pala. Haya, inna alladhina amanu, hakika ambao wameamini, wa amilu salihati, wakafanya mambo amali njema, wakafanya mambo yenye kusulihi. Sayajalu lahumur rahmanu wudda, atawajalia wao arrahman, Mwenyezi Mungu mwenye rehema, atajalia nini? Wudda, mapenzi. Fima bainahum, kati yao watapendana wenyewe kwa wenyewe hapa duniani na kesho akhera. Yatawaduna, watakuwa wanapendana. Wayatahabuna, pia kwa maana kupendana. Wayuhibbuhumullahu ta'ala, na Mwenyezi Mungu atawapenda watu hao sababu wameamini na wamefanya amali njema, basi Mwenyezi Mungu atawatia mambo haya. Sasa watu waliokuwa hawajaamini hawapo ndani ya kifungu hichi, haiwezekani kupendana wenyewe kwa wenyewe. Waliokuwa hawajaamini haiwezekani kupendana, hawapendani kabisa kwa mujibu wa hii aya ilivyo. Mwenyezi Mungu kaanza na inna, hatutaukidi innal ladhina amanu, hakika wale ambao wameamini. Na hii Qur'ani kawaida inakwenda hivi, inapiga huku inakwenda na huku, unatazama huku unatazama na mkabili wake. Sasa ikiwa hawa walioamini, Mwenyezi Mungu kaanza na harfi ya taukidi, hakika wale ambao wameamini wakafanya amali njema, atawajalia Mwenyezi Mungu kati yao mapenzi. Je, wale ambao hawajaamini na kana vituko vyao kufanya amali mbaya hapa duniani, kufanya fisadi, hatawajalia kuwa na mapenzi. Kinyume chake watakuwa na bughudha, kubughudhiana wenyewe kwa wenyewe, na ndipo walivyo walikuwa si Waislamu. Hawaaminiani kabisa. Waislamu wanaaminiana kwa sababu ya Uislamu tu. Waislamu wanamwamini mwenzie, alikuwa hamwamini mwenzie basi ana unafiki tu basi. Unafiki au mtu mwenyewe kuonesha ule khiana yake. Haya, qawluhu sayaj'alu lahum arrahmanu wudda, ay fi dunya wal akhirah. Nasikia mbaya hii, mapenzi watakuwa nayo wenyewe duniani na akhera. Waumini maadamu wamekuwa na muamini Mwenyezi Mungu
na wanafanya amali njema, Mwenyezi Mungu atawajalia hapa duniani watakuwa wanapendana, atakaa kiudugu, awe mtu mweupe awe mweusi, awe Mwarabu asiwe Mwarabu, awe mtu wa Tanzania katoka nchi nyingine, wakikutana tu mjana tukutana Waislamu wanakuwa na mapenzi. Kwa sababu gani? Imani yao na kule kufanya amali njema. Hii ndio ajabu aliyojalia Mwenyezi Mungu kwa umma huu, kwa watu waliokuwa waumini. Atajalia jambo hili katika dunia na akhera. Hii wudda, anasema watanwinu litadhim, hii kuletwa wuddan, tanwini kwa ajili ya taadhim, kulitukuza jambo kufanya kubwa. Ai wuddan adhima, mapenzi yaliyokuwa makubwa kabisa, sio mapenzi tu ya mapenzi yaliokuwa hafifu hafifu ya kudanganyana, ya kweli. Fakullama adhumat ta'atuhum, kila taa yao ikiwa kubwa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtii Mtume sallam, adhuma wudduhum, inakuwa kubwa ni mapenzi yao, lirabbihim, kwa Mola wao, wali ahbabi, na kwa vipenzi vyake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao anapendeza, anampenda Mola wao na Mola wao anawapenda, na anampenda vipenzi, wanapenda vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa abara birrahmani, na ametamka wamefasiri kwa ya Rahman, liidhami tilka neema, kwa sababu ya ukubwa wa neema hiyo, kwa kutumia arrahim arrahman, neema kubwa. Sinafasiriwa arrahman mwenye kuneemesha neema kubwa, sio? Au tafsiri nyingine mwenye kuneemesha wema na waovu duniani. Kwa hivyo hii itakuwa imekusanya kwa neemesha kwa neema kubwa kwa hapa hiyo muda. Fa innal mahabbata rasul imani wa asasuhu, hakika mapenzi ndiyo asili ya imani na ndiyo misingi yake. Lima fi alhadithi, kwa yale yaliyomo ndani hadithi, ala la imana liman la mahabbata la. Hadithi inasema hakuna imani kwa mtu ambaye asiyekuwa na mapenzi. Faman utiya almahabbata, yule aliyopewa, faman utiya almahabbata, aliyepewa mapenzi, lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wali ahbabi, na vipenzi vyake Mwenyezi Mungu, faqad utiya khaira dunya wal akhirah, amepewa khaira ya dunia na akhira. Mtu aliyopewa imani, mapenzi haya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi amepewa khaira ya dunia na akhira. Lianna almahabbata, kwa kuwa mapenzi, hikmatu ijadi alkhalq, ndio hikma ya kupatikana kuwapatisha viumbe Mwenyezi Mungu. Lima fi alhadith alqudsi, fa ahbabtu an urafa fa khalaqtu alkhalqa, anasema nimependa kujulikana nikawaumba viumbe, fabi, kwa sababu yangu mimi, arafuni, wakanijua mimi, kwa sababu ni mapenzi haya. Wabil jumla, na katika jumla, fal mahabbatu amruha adhim, mapenzi jambo lake ni kubwa. Walidha, na kwa sababu hiyo, kana tanafusul arifina fiha, kulikuwa kushindana kwa watu wenye kumjua Mwenyezi Mungu katika mapenzi. Nashindana, kila mmoja anahakikisha anampenda mwenziwe kisawa sawa. Fa kullu man adhumat ma'rifatuhu, kila ambaye maarifa yake ya kumjua Mwenyezi Mungu uzuri, izdada mahabbatan wa shuf'an, uzidisha mtu wa shughfan, uzidisha mtu mapenzi, wa shuf'an, na mapenzi pia. Kadishaghafaha hubba, ile sura ya Yusuf, ile mwanamke, mapenzi makubwa yamemfaa kweli kumpenda Nabii Yusuf, kwa sababu ile uzuri wake alikuwa nao. Tayib, wa abara bi adati istiqbal, Mwenyezi Mungu aka ametamka kuifasiri kwa adati, chombo hicho cha istiqbal. Usema nini? Sayajalu, sayajalu sini inaingia kwenye fi'l mudhari, kwamba yote kwa sababu gani?
anasema lianna almu'minina, kwa kuwa waumini kanu bimakkata, walikuwa katika mji wa Makka, fi mabda'i alislami, katika mwanzoni wa Uislamu, mufarraqin, walikuwa wamefarikiana kila Waislamu, lakini kila mmoja ana jambo lake, hawakushikamana zaidi kiudugu, kama alivyosema Mungu, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Basi baadaye ndio Mungu akalifanya hivyo, wakawa na udugu, wameshikamana kisasa Waislamu, wakasifiwa katika aya mbalimbali. Ruhamau bainahum ashiddau ala al-kuffari ruhamau bainahum. Wao Waislamu hawa walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ni wakali kukutana na makafiri, lakini kati yao wanapendana sana. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Hii ndio hali yao walikuwa maswahaba. Kwa hivyo hii yote ni Mwenyezi Mungu ndio aliyojali. Mwanzoni walikuwa wamefarikiana. Fawaada Allahu rasulahu, Mwenyezi Mungu akamwahidi mtume wake, bi an yu'allifa baina qulubi almu'minin, kwamba Mwenyezi Mungu atatia mazoea, atazoesha baina nyoyo za waumini, na yakao hayo wanapendana sana waumini. Wayadhau fiha almahabba, na atatia ndani nyoyo zao mapenzi. Fahadhihi alayatu, basi aya hii nazalat fi mabda'i alislami, imeshuka mwanzoni mwa Uislamu, sababu tasliyatan lahu sallallahu alayhi wa sallam, sababu ya kumliwaza bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndio kumwambia hii sayajalu lahumur rahmanu hudda. Hata mmoja tumefikia shekhe mmoja katika mashairi yetu kuja hapa, sema kuna watu wanasoma aya zinawaathiri ndani ya swala zao za usiku. Soma aya basi hiyo anaikariri, mmoja kana kariri neno tu hudda hudda hudda, kucha katika swala yake hudda. Vipi, mbona kariri neno hilo? Nini anataka naye Mwenyezi Mungu amjalie, amtie ndani ya kifungu hichi, sayajalu lahumur rahmanu hudda, apate naye aingie ndani ya mapenzi apate. Kwa sababu gani? Sio hapa duniani, fi dunya wal akhirah, ashakupata basi shafaulu. Ndio yeye anasema hudda, lakini anasema kwa anayeomba anataka kwa Mungu hiyo hudda, hiyo mapenzi anataka Mungu amjalie naye katika kundi hilo. Kwa hiyo na sisi Mwenyezi Mungu atutie katika hiyo hudda. Hudda bidhammi alwawi lisab'a, kwa kusoma kwa hudda wawi ilikuwa ina dhamma katika ile qiraa saba. Wa quriya bi fathiha wa kasriha fa huwa muthallath, pia nasoma widda na wadda muthallath, maana inatumika kwa shekli zote tatu. Ndio kusema hudda, widda na wadda, tupo tukasema wa quriya bi fathiha wa kasriha, na hapa imeandikwa hudda, kwa hivyo pia nasoma widda na wadda. Tayib, fa innama, hakika si lingine, yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqin. Fa innama, hakika si lingine, yassarnahu, tumefanyia wepesi hiyo Qur'ani, tumefanya wepesi, tumeshusha, manaki hali ya kuwa ni muyassara, nyepesi, haina tabu, watu waweza kuipokea, na wewe ukaipokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inama, hakika si lingine, yassarnahu, tumeteremsha hii kwa wepesi, ay alquran, hii Qur'ani, bilisanika, kwa lugha yako, al-arabiyyi, kwa lugha yako ya Kiarabu. Haikushushwa kwa lugha nyingine zote. Mwenyezi Mungu ataka ishuke Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio alituumba na kila kitu kaumba yeye Mwenyezi Mungu. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, wallahu khalaqa kulla shay'in. Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu, basi kaumba hapa hii Qur'ani, kaiumba ishuke kwa lugha ya Kiarabu. Naam, kwa sababu ni lugha ya Mtume za salam, anataka kumsharifisha tu Mtume. Hii tumeshushia kwa lugha yako bwana wewe, kumsharifisha Mtume tu sana, kumtukuza. Kama ilivyoshuka hizi nyingine Taurat na Injili,
Ungesema kama ile Injili imeshuka kwa Sariani, lugha Sariani, walikuwa wakizungumza wenyewe Banu Israila, kila hiyo nasema. Lakini hii Qur'ani imeshuka kwa lugha ya Kiarabu, ndio lugha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lugha ya wazee wake, ndio aliosikia akifungua macho mwenyewe anazungumza lugha ya Kiarabu, ashuka kwa lugha hiyo, sipate tabu. Ndio Mwenyezi Mungu anambia fa inma, hakika si nyingine, yasarnahu, tumeteremsha kwa sahali, kwa wepesi, Al-Qur'ani bilisanika, kwa lugha yako al-arabiyya, ya Kiarabu, litubashira bihi, ili upate kuwabashiria kwa hiyo Qur'ani almuttaqin, wale wacha Mungu, wale walio wacha Mungu, alfaizina, wenye kufuzu, bil imani, kwa imani. Allahumma ja'alna minhum. Qur'ani imewashukia watu wacha Mungu, watafaulu, watafuzu kwa sababu ya Qur'ani, taikubali. Watundhira, na pia Qur'ani imeshushwa kwa lugha ya Kiarabu upate kukhofisha. Watundhira, na ili upate kukhofisha, tukhawifa, utie hofu wa khofishe, bihi, kwa hiyo Qur'ani, qauman ludda, watu ambao wenye mjadala mambo ya batili, watu wenye mjadala mambo ya batili, wakionyeshwa haki ama wanaleta batili, hawaitaki haki hawaitaki, wanaleta batili, wanazungusha Kiswahili, wanazungusha lugha nyingine, hawataki aliyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watundhira, na ili upate kukufisha, ay tukhawifa, bihi, kwa hiyo Qur'ani, qauman ludda, watu hawa wenye mjadala, mjadala katika mambo ya batil. Ndio na ludda anasema jamu aladda, ludda ni jamu ya aladda, ludda ni jamu na aladda ndio mufrad, ay jadili bil batili, wenye kujadili jambo la batili, ndio huyo aladna. Sasa usema ludda, wenye kujadili mambo ya batili, sawa. Wahum, nao kufaru Maka, ni makafiru wa Maka, ajadili kwa njia batili, lugha ya Kiarabu na lugha yao imeshushwa lugha. Qur'ani imeshuka kwa lugha yao, vipi tena wanaleta mjadala? Kila kitu kiko wazi kabisa, imeshushwa kwa lugha nyepesi na kiko wazi, iko wazi lugha, hakuna kutatiza kwao. Hata kuna wakati imeshuka Qur'ani, wakaisikiliza wakasema leo imekuja kwa namna nyingine, maneno haya mengine mepya haya. Wakaenda wakaulizana wenyewe kwa wenyewe, kukutana na watu walikuwa mabingwa na hiyo lugha ya Kiarabu, kama Walid bin Mughira, Abu Jahl, nani katatizika, akasema leo Qur'ani imekuja na maneno mepya, sijui kaswara, sijui kitu gani, akamwambia yote haya maneno, asema maneno ya Kiarabu haya. Yule Walid naye mpinzani mkubwa, basi na kupinga kwa kikota, asema haya yote maneno ya Kiarabu, sio maneno ya kigeni. Kaswara akatoa mfano kwa mashairi. Sasa kaswara sijui katika majina ya simba, kataja maneno mengi, yote kubali kwamba hii Qur'ani ni sawa maneno ya Kiarabu. Makafiru wa Maka, asema jamu alad, shadidul khusuma, aladda, mtu mkali mno wa ugomvi, penda ugomvi wakihawishi, kama Yahudi. Kuna mzozo wa Kosovo, mzozo wa Kosovo umekwisha. Sasa kuna mzozo wa Mashariki ya Kati, una miaka sijui 60 na zaidi, hauna ufumbuzi. Si uongo bwana, hauna ufumbuzi kabisa, kila siku watu wanauliwa. Wakam ahlakna qablahum, wangapi tumewahilikisha, tumewaangamiza kabla yao hawa Makureshi hao. Min qarnin ummatan, yani ay ummati min al-umami al-madiya bitakdhibihim rusula. Wakam ay kathiran, tumewahilikisha wengi. Hii Qur'ani ukisoma utaona umma nyingi zimehilikishwa nyuma kwa jeuri zao. Kuna ambao wamedidimizwa kwenye ardhi, kuna ambao wamegharikishwa na maji, kuna ambao wameteremshiwa mawe, kuna ambao wamepigwa na sauti tu, pigwa kelele mmoja tu wamepinduka chini, wote wamekufa. Kuna ambao wameteremshiwa na wamegeuzwa wanyama, wote katika hasira zake Mwenyezi Mungu na watu kumkhalifu wote. Na sasa Mwenyezi Mungu ndo anasema
wala Mwenyezi Mungu hajawadhulumu, isipokuwa wenyewe ndio wamedhulumu nafsi zao. Naam. Wakam bas ay kathiran, wengi, kama hii maana yake litakthir, wengi, ay kathiran, wengi, ahlaknahum, tumewahilikisha, tumewaangamiza, kabla hawa Makureshi, min qarnin, kutokana na ay ummatin min al-umami, katika umma almadhiya, zilopita. Kwa sababu gani? Bitakdhibihim rusula, kwa sababu kwa kanusha kwao, kwa kanusha mitume, kwa kanusha mitume bwana, wakafanya istizai, wanaambia waongo, wanaambia wachawi, wanaambia wapumbavu, na wala watu wanajibu hivyo, mimi si mpumbavu bwana. Sijui wewe si mchawi, mimi si mchawi, mimi wewe kitu gani, mimi si hivyo bwana. Anajibu, hal tuhisu minhum min ahadin, katika hao walioangamizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal tuhisu, je, unapata minhum, katika hao, min ahadin, yoyote yupo umempata, au tasma'u lahum rikza, au katika hao tulioangamiza unasikia kwamba kuna mtu hapo na sauti ile kwa chini, kwamba hakumalizika bado, yuko hai, anaseka sauti ya chini, sautan khafiyan, sauti ya fitikani, yuko unamsikia katika hao. Baada ya kuwa tushakupa habari, tumeangamiza kaumu Ad, kaumu Lut, kaumu Nuh, au wote wameangamizwa, kaumu Shuaib, kaumu Thamud, wote, kaumu Saleh, mfahamu, wote wameangamizwa. Kuna nateremshwa maji, mvua juu na chini, kama hawa watu wa Nuh. Kuna waliopigwa kelele kama watu wa Thamud, watu wana ubavu wakubwa, wamesema man ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi? Wapigwa kelele, wapinduka chini wote. Ukelele, tusenda Jibril kapia ukelele mmoja mkubwa, ulaingia mpaka ndani ya nyoyo zao, ukawatoa roho. Kelele kama hiyo, habari kubwa, si kelele ya kawaida hiyo. Wewe sio, wakati mwingine unasikia hizi radi zinapopiga, kila mmoja siku pili anauliza mwenzake, umesikia radi ya jana wewe? Umesikia radi ya jana? Basi sisi tutatoa sio lolote hizi radi. Mwanamke mzima bwana, mwambie mwenzake, umesikia radi ya jana? Piga radi, mtu katoka kwa kitanda ukaanguka chini. Lakini siku pili kieleza, mimi naanguka kwenye kitanda majana. Radi ilikuwa kali. Lakini hao ukelele wote chini, wameanguka kama vigongo vya mtende. Sasa Mwenyezi Mungu anamuuliza Mtume sallam, hal tuhisu minhum, hal tuhisu minhum min ahadin, hivi umempata katika hao yote, umempata, muone yupo, au tasma'u lahum rikza, au unasikia kwamba anayo sauti, kuna sauti ya kufifia ya chini imejificha, kama anaonyesha dalili yuko hai bado, kuonyesha kwamba kawaangamiza kabisa. Hii habari ni za ukweli, watu waogope, waogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaweza kuwafanyia watu, mtu ya aina yote katika hizo adhabu zilizotangulia. Mwenyezi Mungu anaweza kumwadhibu kiumbe yote, akimfanyia, akikhalifu, akawaadhibu kama wale waadhibu mwanzo. Ghafla binadamu kakaga kima, au kafanywa nguruwe, watu wakashangaa, ala, huyu si fulani huyu, hujui nini limetokea. Naam. Haya, kwa hiyo haya ni maneno mazito, yanatisha. Mwenyezi Mungu anaonyesha ule ufalme wake na kwamba anajigamba. Je, kuna ambaye anaweza kupambana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kama alivyomalizia ndani ya suratu Ash-Shamsi, fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu kubaha, akateremshia adhabu jamaa wale walomuua wale ngamia na Nabii Saleh, adhabu kubwa hapa. Kisha asema wala yakhafu kubaha, Mwenyezi Mungu wala haogopi mwisho wake. Maana kuna watawala duniani hao, ukishafanya vitu vyao vile kama kafanya njia dhulma, kadhulumu kwa raia wake, kafanya mambo yake kishenzi, basi mwisho anakuwa na mchecheto na wasiwasi, anasema sasa nasubiri mimi kishindo changu sijui kitakuja vipi, watu wa maadui. Sasa najipanga naye. Sasa Mwenyezi Mungu akishafanya kama hivyo, anasema wala yakhafu kubaha, wala haogopi mwisho wake baada ya kuadhibu wale. Labda kuna mtu ataanza kuleta upinzani, au utatoka tu barabarani, utamtokea Mwenyezi Mungu barabarani? Hakuna kitu bwana. Ndio Mwenyezi Mungu amejigamba na kuonesha kwamba ni Mungu kawaadhibu watu kama. Na hapa anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam,
hal tuhisu minhum min ahadin, hivi umempata yote katika hawa anakutajia mimi hawa watu tuangamiza sisi, wengi wameangamizwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umempata yote kwa hai na au umempata, sikia sauti yake hajamalizika uzuri mtu huyu. Wachila wa nyuma tukina Abu Jahali waliokuwa katika umma huu kina Abu Jahali, kina Walid Mughira, yuko ambaye yuko hai pale sasa mpaka sasa hivi amekutikana, au sauti yake bado ana hema, hajamalizika uzuri? Hakuna. Huu ndio uungu wake, ndio uwezo wake. La, asema hakuna. Fakama ahlakna ulaika nuhliku haulai, kama tulivyohilikisha hao tukaangamiza hao nyuma tuwataja, na hawa tutawahilikisha. Na Mwenyezi Mungu akahilikisha kweli kina Abu Jahal, kila mmoja akafa vibaya vibaya. Abu Jahal kafa vibaya, Abu Lahabi kafa vibaya, Walid ibn Mughira kafa vibaya, na wengi makafiri wakubwa kubwa wamekufa vibaya vibaya, na wapinzani wengine wakubwa kubwa nchi nyingine, watawala waliopelekwa barua na mtume wakaleta ujuba, wakaleta na ujuvi na maneno yao sio na maana, wakaleta na ndaro kumkejeli mtume. Wamekufa vibaya, wameuawa na maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote hiyo kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu aliloagiza ni lazima litokee. Basi wanasema kama ahlakna ulaika nuhliku haulai, na hawa tutawahilikisha, na wakahilikishwa kweli. Hao ndio ndio upinzani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yes. Au ile kauluhu sautan khafiya, ay wal maana istasannahum bilhilaki jamia, tulishika tulipoanza kushika kuangamiza, tunaangamiza, kuna kuweka mwanya katikati, walishikwa tunakuadhibiwa na kumalizwa wote pamoja, hata la yura minhum ahad, mpaka kaonekane katika wao yoyote, hakuna alionekana. Wala yusma'u lahum sautun khafif, wala yasikii kwa wao sauti ile japo iliyofichikana, kwamba kuna mtu bado yuko anatweta bado na hema hema, hakuna. Haya, sura hii Suratu Maryam imekwisha hapa, na ilikuwa ina visa tofauti tofauti na mazingatio tofauti tofauti. Mwenyezi Mungu ajalie ni watu wenye kuisoma Qur'ani na kuifahamu na kuizingatia na kuifanyia amali vile atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukomee hapo kwa sababu sura imekwisha. Mbele yetu kuna suratu Taha. Inshallah Ta'ala darasa ijayo tutaanzia sura hii. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda.